Shinikizo dhidi ya waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer limeendelea kuongezeka baada ya mawaziri watatu kujiuzulu ndani ya siku moja, huku wabunge wa Leba wakizidi kumtaka aondoke madarakani. Alex Davis-Jones ametangaza kujiuzulu kupitia ujumbe aliochapisha kwenye mtandao wa X akiambatanisha barua yake ya kuondoka serikalini. Katika barua hiyo, Davis-Jones alimtaka Starmer kuchukua hatua kwa maslahi ya taifa na kuweka wazi ratiba ya kuondoka kwake madarakani. Waziri anayesimamia masuala ya ulinzi wa jamii, Jess Phillips, ametangaza kuondoka serikalini akisema katika barua yake ya kujiuzulu kuwa matendo ndiyo yana maana, sio maneno. Kwa mujibu wa Sky News, Phillips amejiuzulu kupinga msimamo wa Starmer ambaye ameendelea kukataa wito wa kuachia madaraka licha ya kuongezeka kwa shinikizo kutoka kwa wabunge wa chama chake mwenyewe. Saa chache kabla Phillips kuondoka serikalini, waziri mdogo Miata Fanbule alikuwa mwanasiasa wa kwanza kujiuzulu kutokana na mgogoro huo unaotikisa serikali ya Leba. Kwa sasa wabunge 81 wa Leba wamejitokeza hadharani wakimtaka Starmer ama ajiuzulu au aweke wazi ratiba ya kuondoka madarakani baada ya chama hicho kupata matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Mbunge Liz Collins alisema ni wazi kuwa Starmer amepoteza imani ya nchi na kwamba ni wajibu wake kuunga mkono mpito mpya wa uongozi. Hata hivyo, licha ya idadi hiyo kubwa wa wabunge wanaotaka Starmer aondoke, bado hakuna mgombea mmoja aliyekubaliwa kuongoza changamoto rasmi dhidi yake. Kwa mujibu wa kanuni za Leba, ili mashindano rasmi ya uongozi yaanze, asilimia 20 ya wabunge wa chama hicho, sawa na wabunge 81, wanapaswa kumuunga mkono mpinzani mmoja dhidi ya kiongozi wa sasa. Akizungumza mbele ya baraza lake la mawaziri, Starmer amesema ataendelea kuiongoza serikali na kusisitiza kuwa hakuna changamoto rasmi ya uongozi iliyoanzishwa dhidi yake. Ninawajibika kwa matokeo mabaya ya uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini pia nawajibika kutekeleza mabadiliko tuliyoyaahidi mwaka 2024, alisema Starmer kupitia taarifa kutoka Downing Street. Starmer aliongeza kuwa nchi inatarajia serikali iendelee kufanya kazi badala ya kuingia katika mivutano ya kisiasa inayoweza kuathiri uchumi na maisha ya wananchi. Umaarufu wa Starmer umekuwa ukidorora kwa miezi kadhaa kutokana na mfululizo wa migogoro ya kisera, kubadilisha maamuzi mara kwa mara, pamoja na kashfa mbalimbali ndani ya serikali yake. Miongoni mwa hatua zilizomletea ukosoaji mkubwa ni uamuzi wa kupunguza ruzuku ya mafuta ya kupasha moto kwa wazee, jaribio la kupunguza baadhi ya misaada ya walemavu, pamoja na msimamo wake unaobadilika kuhusu uhamiaji. Serikali yake pia ilikumbwa na lawama baada ya uteuzi wa Peter Mandelson kuwa balozi wa Uingereza nchini Marekani kabla ya kuondolewa kutokana na kufichuliwa kwa uhusiano wake na Jeffrey Epstein.